وعلى آله وأصحابه الذين أصلح الله بهم الدنيا والدين. أما بعد، إخوة الإيمان، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kiongozi wetu, kiongozi wetu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamshukuru Mola Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikia kuweza kufika mahali kama hapa na kuweza kutuwafikia kuyafanya haya mema tunayofanya. Insha Allah taala, bila kupoteza wakati, tuendelee na shamata na mada yenyewe ina anwani al-Islamu wal Muslimun, Uislamu na Waislamu. Kwa nini tuzungumzie mada kama hii? Sababu ya kuzungumza mada kama hii, kwa sababu Uislamu ndio asili. Uislamu ndio asili. Kwa hiyo tunapozungumzia Uislamu tunazungumzia asili ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kwa hiyo moja katika sababu ambayo imepelekea tuzungumzie Uislamu, kwanza, katika ulimwengu huu wetu wa leo kuna Waislamu wa leo na kuna Waislamu wa zama hizo. Kwa hiyo kupima mizani na kuangalia katika Uislamu wetu sisi tunapojiita kwamba ni Waislamu, tuangalie tuko sawasawa na wale walikuwa ni Waislamu wa zama zile, ama sisi na wao tuko mbali wa mashariki na magharibi, kiasi ya kwamba hatuwezi kukutana kwa njia yoyote ile. Lakini kabla hatujazungumzia Waislamu, tuzungumze hii dini ya Uislamu, kwa sababu dini ya Uislamu imechafuliwa, haijachafuka, lakini imechafuliwa, na sababu ya kuchafuliwa ni hawa Waislamu. Dini ya Uislamu zamani haikuweza kuchafuliwa, bali ilipata Isa kwa sababu ya wale Waislamu. Lakini sasa hivi imekuwa ikitajwa Uislamu mbele za watu, imekuwa ni picha mbovu. Kwa hiyo kulizungumzia hili, tuna haki kuzungumza ili kujitoa katika uchafu, kuusafisha Uislamu, kwa sababu Uislamu ni dini ya kila mwanadamu. Uislamu si dini ya kabila fulani, wala si dini ya maeneo fulani, wala si dini ya watu fulani, bali kila ambaye ana sifa ya mwanadamu Uislamu anakuhusu. Lengine ukisema Uislamu inaingia chuki, wanasema kwamba ni dini ya Waarabu, kwa sababu neno limekuja kwa lugha ya Kiarabu na Kiislamu. Naam, Uislamu umekuja kwa jina la Kiarabu kwa sababu aliyetumilizwa kwa dini ile alikuwa ni Mwarabu. Kwa hiyo lazima alikuwa apelekwe kwa dini yake kama alivyo. Kwa hiyo jina Uislamu isitie watu shaka kwamba ni dini ya Waarabu ama dini ya Magharibi. Sasa leo insha Allah taala tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie tujue kuzungumza yale tutakayozungumza kuhusu Uislamu. Tumetanguliza aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum,
waraditu lakum al-Islam, na nikaridhia kwenu nyinyi kuwa Uislamu ndio mfumo. Kwa hiyo katika hii aya tupata kitu kinachoitwa mukabala. Mukabala ni maneno ambayo yanapitana katika vifungu. Mwenyezi Mungu asema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Kwa hiyo akmaltu imekabiliana na atmamtu. Lakum imekabiliana na alaykum. Dinakum imekabiliana na ni'mati. Kisha mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waraditu lakum al-Islam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwamba akmaltu lakum dinakum, nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kwanza tuangalie katika haya maneno ya mukabala, akmaltu na atmamtu. Al-ikmalu ni nini na al-itmamu? Na kule kwenye dini kwa Mwenyezi Mungu akayarudisha kwetu, lakini neema hakutuletea sisi, akayasimisha na yeye mwenyewe. Katika al-ikmalu wal-itmamu, maana zake kilugha ni maneno ambayo yanafanana katika tafsiri, lakini baina ya ikmal na itmam, ikmal ni aamu min al-itmam. Neno ikmal limeenea zaidi kuliko itmam. Ikmal ni kitu, kukamilisha kitu ambacho baada ya kukamilika hakuhitaji ziada baada ya kile kilichokamilisha. Ikmal ni kukamilika kitu na baada ya kile kitu kukamilika ikawa hakuhitaji ziada ya kuzidisha kile kitu. Na al-itmamu ni kutimiza kitu ikawa katika maono kimetimia, lakini siku zijazo kitahitajia ziada. Kwa hiyo tukiingia katika al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba leo nimewakamilishieni ninyi dini yenu, ni kwamba katika Uislamu hakuna kitu ambacho kinahitajika kuzidishwa baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuikamilisha dini ya Uislamu. Kwa maana Mwenyezi Mungu ameifanyia isma dini yake, hakuna atakayekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akadai ya kudai kwamba katika Uislamu kuna kitu fulani ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau, sasa mimi nakiongeza. Kwa hiyo ile dini ina maana imeshakamilika, hakuhitaji ziada. Maana yake nini? Kwa maana katika maisha ya Muislamu kuanzia anazaliwa mpaka anaondoka duniani, hakuna kitu ambacho anahitaji katika maisha yake ila Uislamu umekamilisha vile vitu anavyohitaji. Ikiwa ni ahkamu, Uislamu umekamilisha, hauhitaji hukumu nyingine. Ikiwa ni sheria, Uislamu umekamilisha sheria, hauhitaji sheria nyingine. Ikiwa ni kulliyati, Uislamu umekamilisha zote, hauhitaji kitu kutoka nje zaidi ya Uislamu. Kwanza. Pili, aya hii iliteremka siku ya Arafa. Na tunajua katika Uislamu nguzo za Uislamu tano: shahada, swala, saumu, zaka, hija. Sasa zile nne ilikuwa zimekamilika, isipokuwa hija peke yake ilikuwa haijakamilika katika kile. Sasa baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika hija, ile aya ilipoteremka kusema al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba zile nguzo tano ambazo ndio zinasimamia Uislamu zilikuwa hazijakamilika, ziko nne. Kwa hiyo baada ya hija kukamilika itakuwa Uislamu umekamilika. Kwa hiyo ina maana kwamba ikiwa mtu anadai kwamba yeye ni Muislamu kweli, basi kuna nguzo tano ambazo zinamhusu. Lakini tunazungumzia haya masuala ya nguzo, tunazungumzia Uislamu. Kwa hiyo Uislamu kama Uislamu ni dini kamilu, ni dini ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikamilisha, haina nuksani ya aina yoyote.
ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho katika mitume ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma katika ardhi kuja kuongoza wanadamu, na kuanzia mtume wa kwanza na nabii wa kwanza, kila mtume aliyetumilizwa alipewa sheria na hukumu kuja kueleza katika dunia, na kila mtume na mtume wanatofautiana katika sheria na hukumu. Kwa hiyo kila mtume aliyekuja alikuwa ima anabadilishwa hukumu ya mwenzake iliyopita ama anaongezewa sheria na hukumu. Lakini baada ya mitume wote kupita, ikawa ile hukumu na sheria pekee hazijakamilika, hakuna mapungufu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakuja akabadilisha zote. Kwa hiyo Al-Qur'an Karim na Uislamu wamekamilisha sheria zote za manabii waliotangulia katika Uislamu na mitume wote waliotangulia katika Uislamu. Kwa hiyo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu aliweza kuzuka akasema kwamba mimi ni nabii, mimi ni mtume, nimetumilizwa na nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu huyu shakijwa akapata la kuna. Sasa dini ni mfumo fulani ambao watu wakusanyika wakasema tufuate mfumo huu uwe ndio maisha yetu, ama tufanye jambo hili iwe ndio maisha yetu, tutofautiana na watu wengine. Sasa kwa maana ya kilima kwamba dini ni mfumo fulani wa maisha ambayo watu wanaishi, wamekubaliana kuishi katika mfumo huu. Na katika dunia kuna mifumo mingi sana, wenye kueleza wanasema kuna mifumo zaidi ya 10,000 katika ulimwengu ambayo inafahamika mpaka leo, bali kuna mingine ambayo haifahamiki, imejificha, haijawahi kutokeza mpaka leo. Kwa hiyo katika hii mifumo yote ambayo imetokeza, kila kikundi kimetokeza kwamba sisi tuishi namna hii. Hatukubali kwamba kuna Mungu, hatukubali kwamba kuna dini, hatukubali kwamba kuna mitume. Kwa hiyo kila kundi ambalo linajikusanya kuona mfumo fulani wa maisha kwamba tunipeleke hivi ni dini. Kwa hiyo dini si Uislamu, lakini Uislamu ni dini, kwa sababu dini ni mfumo wowote unakuwa dini. Lakini unaposema Uislamu ni mfumo maalum, na mfumo huu ni mfumo ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe aliuleta kupitia kwa mitume wake kuwaletea viumbe wake. Kwa hiyo hapa tunapata faida ya kwamba al-Islamu dinun samawiyyun ilahiyyun asliyun, ni dini ambayo yatoka mbinguni na ni dini ya Mwenyezi Mungu na ni dini ya asili, kwa sababu alileta mfumo huu wa Uislamu mfumo wa amani, mfumo wa kuishi vizuri na watu, mfumo wa kuwa na muamala mzuri, kwa sababu Uislamu ni mtu kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kunyenyekea kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukaa mbali na kila ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza na kuepukana na shirki. Kwa hiyo unaposema kwamba mimi ni Muislamu, kwa maana mimi nimekubali kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, mimi nimekubali kufuata anayoyataka Mwenyezi Mungu, mimi nimekubali kukaa mbali na kila ambalo Mwenyezi Mungu halitaki, mimi nimekubali kukaa mbali na shirki. Kwa hiyo mtu anapodai kwamba Uislamu ni dini mbaya, dini ya magaidi, dini ambayo ina uchafu, dini ambayo sheria zake ni ngumu, kuna ndugu zetu Waislamu ambao wanatoka katika Uislamu kwa sababu ya zile sheria ambazo zipo katika Uislamu. Wanasema Uislamu ni ngumu sana, sheria zake nyingi. Ukiziangalia sheria zenyewe hazina mwelekeo, hazina mbele wala hazina nyuma. Lakini hakumbuki kwamba aloleta dini ile na mfumo ule wa maisha wa salama na amani ni yule aliyetuumba, ambaye anajua maslahi yetu katika hii ardhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatufahamu, anatujua. Na nikisema anatufahamu kwa maana ya kufahamu, unaweza kusema namfahamu mtu fulani, lakini wamfahamu kwa nje, hujamfahamu vile alivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaposema anatujua sisi na anatufahamu, ina maana anatufahamu kwa maana ya kutufahamu tunachokihitajia na kile ambacho kina maslahi kwetu katika ulimwengu.
kisha kanasibisha dini na dini yenu. Hii ni fakhri na sharafu kwa dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akawanasibisha nyinyi wenye kupata amani, wenye kukubali kunifuata mimi kupitia mtume wangu. Hii ni dini yenu, wala msiwe na hofu. Kwa maana mtu unapokuwa kwako uhuru, mtu unapokuwa kwako una furaha ya nafsi, mtu unapokuwa kwako hakuna anayekusumbua. Kwa hiyo hii na hii ni dini yenu, msibadilishe mtu yote. Kwa hiyo kama ni dini yenu, muwe na ghera nayo, muipende, muithamini na muikuze na muinue, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawataka nyinyi muwe na izza, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka nyinyi muwe na amani za kiroho, muwe na amani katika dunia yenu, muwe na amani baada ya kuondoka, na muwe na amani siku mtakayokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapokuwa unasoma kwamba hii ni dini yangu kwa mujibu wa Qur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ile ni fakhri yako kwanza Waislamu kujifakhiri. Huna haki ya kuogopa wala kujihuzunisha kusema Uislamu waidhalilisha. Hapana, ni sharafu kubwa sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekunasibisha na kitu ambacho yeye amekiridhia, amekunasibisha na kitu ambacho yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua kwamba ndio yawe maisha yetu katika dunia. Inshallah mtu alikuwa anataka nikaitimiza jambo langu. Tumesema kwamba al-imanu ni aamu na hikma. Fahamu, naweza kusema mwanadamu kawaida ana macho mawili. Kwa hiyo ukiwa na macho mawili wasema macho yako yamekamilika, lakini kihakika macho hayakamilika. Kwa nini? Kwa sababu yale macho unaweza kupewa yako yanaonekana, lakini hayana kazi. Kwa hiyo katika mandhari yako unasema mimi nina macho mawili kama kawaida, lakini macho yale hayakamilika, ikawa hayafanyi kazi inavyotakiwa. Unaweza kusema mimi nina mwili wangu umekamilika, mikono miwili, miguu miwili, kila kitu kiko sawa. Ile ni nadharia yako kwamba unaona umekamilika katika mwili, lakini kuna kazi ambayo inakamilisha kile kiungo ambacho nacho haipo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amekamilisha, ni kwamba maana ya kukamilisha dini yenyewe imekamilika, na kila kitu ambacho kinahitajia kukamilisha dini kimekamilika katika dini. Itimamu vile vile ni kutimiza na kukamilisha, lakini ukiangalia maana yake inakuwa ni ndogo kuliko ile itmam. Mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'timu siyama thumma atimu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni siyam hapo usiku. Kwa hiyo inapofika mambo ya kufungua muadhini unasema nimekamilisha saumu, lakini maadamu kuja neno atimu ni kwamba ile saumu imekamilika kwa masaa, kwa sababu inakiwa ni masaa 12. Kwa hiyo masaa 12 yamekamilika, lakini kuna kitu ambacho kitafanya ile saumu yako iwe kamili, sio tamamu, iwe kamili. Kilugha saumu yako ni tamamu, umekamilisha muda masaa 12, lakini je, katika saumu yako yale mambo ambayo yanaharibu saumu unaweza kukabiliana nayo? Ikiwa ile saumu yako utaifunga vizuri masaa 12 mpaka ukamilishe yote, unaambiwa unakamilisha saumu yako. Lakini kwa sababu ya sisi wanadamu haiwezekani, hatuwezi kufanya kitu kikamilifu kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, basi tutimize ule wajibu. Kwa hiyo mimi nimetimiza neema zangu kwenu, kwa sababu bado unaishi, kuna neema ambazo zitakuja baada ya hii Uislamu kukamilika. Kwa hiyo wewe kwa Uislamu na Uislamu kukamilika ni neema kubwa, lakini neema hazikoi, kwa sababu neema ni shay'un mutawasil, ni kitu ambacho kinaungana na kinaendelea. Unaweza kuwa katika Uislamu lakini ukawa na udhaifu, hujui Uislamu. Kwa hiyo kwa Uislamu ni neema, lakini tatizo hujajua Uislamu. Unaweza kuwa na Uislamu, unafahamu Uislamu, lakini tatizo hutumii unachokijua. Kwa hiyo mpaka kile ambacho kinanasibisha na ile nyingine kufanyika ndio inakwenda katika hali ya kutimia, mpaka ukifika mwisho na kukamilisha ile jambo ambalo umeambiwa ulifanye. Nabii Ibrahim
alayhi salatu wasallam alipoambiwa afunge alifunga. Na kuna mambo ambayo aliambiwa ayafanye na akawa anayafanya, lakini kila kimaliza ile jambo ambalo ameambiwa lifanye anapewa lingine mpaka alipofika hadi kwa Mwenyezi Mungu yale anayoyahitaji ayafanye yote yamekamilika, ndio akaambiwa amekamilisha. Baada ya kukamilika yale ndio akapewa kadiwa kuwa kiongozi. Kwa hiyo imam ni kukamilishiwa neema, lakini neema ile ikawa kadri tunavyoishi yanazunguka mengine ambayo tunahitajia zaidi, na Mwenyezi Mungu anatufungulia tunayapata hiyo neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufungulia sisi. Kwa hiyo katika Uislamu wewe kama barabara unahitajika muoe, unaingia katika imam ukaja ukaoa. Baada ya kuoa utimiza jukumu la kuoa, lakini kuna kitu kimepungua hakijakamilika, pate mtoto. Katika imam umepata mtoto, kuna jambo halijakamilika, yule mtoto umlee vizuri. Kwa hiyo kila unalofanya jambo kuna jambo mbele ambalo linasubiri ili kukamilisha lile la nyuma ambalo ulikuwa unataka kulifanya. Kisha waongoza kwa Muislamu kanibia amekaribia Uislamu kwa dini, ndio mfumo ambao unahitajika mwanadamu aweze kufuata kwa huu katika maisha haya ya duniani, asiweze kufuata mfumo wote, kwa sababu mfumo huu una maslahi kukamilika kwa kila kitu kinachotaka. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwa upande wa dini, tuambiwa dini ni moja, kwa sababu haikuthubutu katika Qur'ani kwamba kuna neno adiani. Ilo thubutu ni dini. Kwa hiyo katika hii ardhi kuna mifumo ambayo imezunga, lakini kuna mifumo ambayo ni maalum na inafahamika katika ulimwengu. Katika hii mifumo yote imeingia kwenye haya makundi tutakayozungumza. Kundi la kwanza, kuna dini samawiyo ila dini asli. Hii ni dini ambayo ni safi, haina dosari. Kisha kuna dini ambayo ni samawiyo lakini muharram. Ndani yake kuna vitu ambavyo vimepachikwa, vimezuliwa, vikawekwa ndani yake. Kwa hiyo asili yake dini ile yatoka wapi? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini muharram ndani yake kuna vitu ambavyo vimezuliwa, vimewekwa, kimetolewa nini kidogo. Kisha kuna dini shirki. Kuna dini mfumo ambao watu wanaishi kimaslahi ya binadamu. Sasa dini asliyo samawiyo ilahiyyo ni ipi? Dini ya Uislamu. Dini asliyo ni asili. Samawiyo inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilahiyyo ni dini ya kimungu. Hakuna silsila ya kiumbe yoyote ambaye amefungamana katikati akawa kuna yake ambayo ataweza kuyaweka ili watu waweze kuyafanya. Ila lolote ambalo kila mwanadamu ameamrishwa katika Uislamu, yote yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tofauti ya hizi kundi tatu baina dini asliyo samawiyo ilahiyyo na dini asliyo muharram na dini ambayo ni bashariyo, utakuta kuna tofauti kubwa sana. Sasa hapa ndio mtu anaweza kuelewa dini ya haki ni na ambayo si haki. Maana kuna watu ambao wanaishi katika dunia hii bado hawafahamu Uislamu ni nini, kwa sababu akili zao zimeshafuliwa, wanaambiwa Uislamu ni mbaya, ni chafu, dini ambayo haina maadili, dini ambayo si ya kuingia kabisa. Lakini kama hajafahamu maana ya Uislamu, ndio maana yake anauchafua ule Uislamu mpaka wengine wanachukia Uislamu. Anakwenda kushika mfumo mwingine ambao sio ima mfumo ambao ni dini asili muharram, dini ambayo ni asili lakini kuna mambo yamezuliwa ndani yake. Ama akawacha hiyo ya asili ambayo ni muharram, akapata dini ambayo ni basharia ya mwanadamu haswa, hakuna chochote ambacho kutoka kwa Mwenyezi Mungu angalau kupachika hata kama ni moja hakuna. Bali yote ambayo yapo katika ile mfumo ni mfumo wa binadamu ambao wameweka wao waabudiwe,
Uislamu ni mshamil. Kwanza, Uislamu ni dini ambayo shamil imeenea. Na tukisema shamil kwa maana shamilun lithaqalain, imeenea kwa viumbe sampuli mbili. Kwanza, binadamu na majini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema khalaqal jinna wal insa fi kabir. Kwa hiyo hapa tunapata funzo kwamba kila mwanadamu Uislamu unamhusu, kwa sababu Uislamu ni dini mshamil, ni mfumo ambao unamwelekea kila mwanadamu katika maslahi yake, unaelekea kila dini, inaelekea kila kabila na kila maeneo katika pale anapoishi shamil. Kwa hiyo kwanza ni shamil litafari dini ndio Ajabu utapewa wako mwalimu wa Uislamu. Na hata watu wengine wanapinga sana sema Uislamu ni dini ya majini. Lakini majini ni wanadamu kama sisi. Na lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majini ni viumbe kama sisi, ni wanadamu ni viumbe kama sisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba kwa lengo la kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa msafara, kuna jina lisikia Qur'ani kusoma, akatulia baada ya kusikia Qur'ani katika kawaida watu wake wakasikiza. Kwa hiyo wao majini wa Kiislamu, kwa nini? Kwa sababu walikuwa kufuata mfumo wa amani na mfumo wa salama. Na mfumo wa amani kwa maana katika nyanja zote Uislamu unakuelekeza namna ya kuishi. Kama ni namna ya kutafuta riziki, Uislamu unakuelekeza namna salama na njia sahihi ya kutafuta riziki. Kama ni kazi, Uislamu unakuelekeza namna ya kufanya kazi na kazi gani ambazo unatakiwa uzifanye. Kama ni masala ya muamala, Uislamu unakuelekeza. Kwa hiyo imeenea katika kila bahala ambapo inamruhusu mwanadamu kuishi kwa salama na amani katika dunia. Kwa hiyo kwanza ni dini shamil kwa wanadamu na majini. Tofauti na dini nyingine si shamil litafari, bali wanachagua baadhi ya watu, wewe wetu, huyu si wetu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini ya Uislamu kuja kuwasambazia hao wanadamu na majini. Pili, al-Islamu dinun shamilun lizamani. Uislamu ni dini ambayo imetangaa na imeenea kwa kila zama. Tokea alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kuondoka kwake ila qiyam saa, Uislamu unahusika kila zama. Haimaanishi kwamba Mtume ameshaondoka nao unaondoka. Kama alivyokuwa wengine kwamba Mtume akishaondoka ile inafifia mpaka inapokuwa ilikuwa hakuna dini, kisha anatuliza mtu mwingine anakuja kufanya dini tena, inakuwa ile ndio inatabulika baada ya kuondoka, inafifia mpaka inakuwa hakuna dini. Lakini hii inakuwa haina wakati maalum, itaendelea mpaka ila qiyam saa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anabashiri kwamba hii itafika kila sehemu ambayo jua limeangaza na kiza limetanda katika sehemu hii. Sasa jiulize, sehemu gani ambayo jua halijafika? Sehemu gani ambayo kiza hakijatanda sehemu kama hiyo? Ni kwa maana dini hii itakuja kuendelea kwa kasi kubwa sana, kwa sababu ule uhakika wake namna ulivyo na ile sheria yake na hukumu yake inakubaliana na maslahi ya mwanadamu na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo inaendana na kila zama. Sasa tutajiuliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa alitumwa na Uislamu. Pia kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam dini ambayo ilikuwa inaendelea duniani na hapa swali ya sana kule nje. Nini wasema Mtume Muhammad alipokuja na Uislamu? Jaa dini Islami. Ina maana yeye alikuja na Uislamu kabla yeye hakuna Uislamu. Sasa ni wasema Uislamu ndio dini ya haki ya kwanza. Kivipi? Kwa shahidi cha Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ni kwamba Mtume amekuja na Uislamu, jina ni la Kiarabu, lakini hata wale mitume waliokuja kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitumwa kwa Uislamu, lakini kwa lugha zao, kwa sababu Uislamu ni maana si jina. Kwa hiyo ile maana waliotoa nayo wale inafikiana na maana ya Uislamu kwa lugha ya Kiarabu. Kisha Uislamu ni shamil makani.
Uislamu ni dini ambayo inaenea kila baada. Uislamu si Arabu peke yake. Unaposema hivi kwamba Uislamu ulipanda mbele pale na Waarabu, Uislamu si wa sehemu maalum, bali Uislamu ni wa kila baada katika ardhi, kwa sababu aliyeteremsha Uislamu ni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na yeye yuko kila baada. Kwa hiyo tukijua maana kama hizi, sisi tutakuwa na ghera na tutakuwa na hamu ya kumkaribisha kila mtu katika Uislamu na kutangaza Uislamu kwa maneno na vitendo, kwa sababu maslahi ya mwanadamu yapo kwenye Uislamu. Maslahi ya mwanadamu yapo kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumwahirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Uislamu si dini ya uchafu, wala dini ambayo inapopangwa kutoka, bali anaona mwenye kuona na anafumba macho mwenye kufumba macho. Kisha Uislamu huu ni dini shamilu lil-insan, ni dini ambayo imeenea kwa kila aina ya wanadamu. Awe maskini, Uislamu unakaribisha. Awe tajiri, Uislamu unakaribisha. Awe mgonjwa, Uislamu unakaribisha. Awe mzima, Uislamu. Awe atakapokuwa, maadamu ni mwanadamu, Uislamu mlango wake wazi. Kuna dini ambazo ni dini za kikabila, bila kuwa kabila ile wewe huwezi kuwa katika dini. Mfano tunaenda China. China kuna dini ambazo hazihusiani na wanadamu, bali zinakwenda kabila kwa kabila, bali kuna dini za ukoo hasa, kwamba huyu ukoo fulani, huyu kama huko pale wewe huko katika dini. Lakini Uislamu shamilu lil-insan, kila aina ya wanadamu utakuta ulimwengu mzima, kila kabila wapo katika Uislamu. Kila eneo ya ardhi Uislamu umetabaa. Kwa sababu gani? Ni dini shamilu, dini ambayo imeenea tofauti na hizi dini zingine ambazo tumezielezea. Hazina khasais kama hizi, hazina mashiko kama Uislamu, hazina misingi kama Uislamu. Na tuendelee kwamba Uislamu pamoja na kuwa dini bila dini, ni dini ambayo ndio dini pekee yake inaweza kufichua haqaiqul kubra ambazo la yastatia ahadun an ya'rifaha illa biruhin ma'sum. Hakuna yoyote ambaye anaweza kujua haqaiqi hizi na siri hizi ila kupitia wahi ambao Mwenyezi Mungu ameufanya isma, na yule mwenye kupewa pia amefanywa isma, asiweze kubadilisha alichopewa na kilete kwa wanadamu. Mfano, Uislamu ni dini ambayo imefichua mambo ya ghaib, tofauti na dini zingine. Hakuna dini ambayo imewahi kufichua mambo ya ghaib, na yote yanayofichuka ni ya hakika, uthibiti na yakatokea. Na yote ambayo Uislamu unafichua ni ya kielimu. Wanasayansi wengi wanasilimu kwa sababu ya kufichua mambo ambayo Uislamu umeyazungumzia miaka iliyopita. Sijasikia kwamba kuna dini inaweza kusilimisha kupitia mtu katika dini yao kwa kutoa hakika ya kitabu chao na dini yao, kusema kwamba dini yetu uhakika wake mambo yake haya kwa kutoa vichuu na yakapatikana uhakika wake. Hakuna ila ni Uislamu ni dini ambayo ina ijazi ndani yake. Kwa hiyo utakuta wasomi ambao wamesoma ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatumia kusilimu na wanaweza kusilimisha wale walio chini yake. Kwa sababu gani? Ambacho kipo katika Uislamu kinakwenda na elimu ya hakika na elimu na akili ya mtu ambaye yake kwa sana. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo hiyo pekee yake ndio dini yenye elimu na hadhara ambayo inaweza kuwa hadithi zake na kwa maelezo yake na siri zake inaweza kufungua ikasababisha mtu akamwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu baada ya kufanya tafiti wanapata uhakika wa kile kitu kilichozungumzwa. Uislamu unazungumza mambo ambayo yameshapita, na wakiingia katika nadharia ya historia wanakuta ni kweli kutokea mambo kama haya. Uislamu unazungumza mambo ambayo yanaendelea sasa hivi, na wakichunguza kufuatilia ni kweli kuzungumzwa yanafanyika. Uislamu ni dini ambayo inazungumza mambo yatakayotokea baadaye. Hakika kutokea. Ni gani kwa kuweza kutoa uhakika huu? Sio Uislamu. Kuna dini ambayo inaweza kutoa uhakika huu sio Uislamu. Kwa hiyo dini hii tofauti yake nyingine
kutoka katika Uislamu. Kama ungejua fakhri ya Uislamu, wallahi ungelia machozi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kushukuru kujaliwa wewe kwa Uislamu bila kusilimu na kurekebisha. Kama ungejua thamani ya Uislamu, wewe usingekubali mwingine ambaye si Muislamu aishi bila Uislamu, kuendelea na yeye kwa sababu Uislamu unataka sisi tuendelee kwa wazuri kwa wanadamu wote. Lakini kwa kuwa hatujafahamu Uislamu, hatujui fakhri ya Uislamu, hata wale waliokuwa Waislamu tunawatoa katika Uislamu na wale ambao si Waislamu pia hatutaki kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo sala ya masala imesalimika haina mapungufu ya aina yoyote. Ukija kielimu, Qur'ani, Uislamu hauna mapungufu. Ukija kihadhara, Uislamu hauna mapungufu. Ukija kiiza, Uislamu hauna mapungufu. Ukija kimaendeleo, Uislamu hauna mapungufu. Ndio tukasema tuzungumzie Uislamu na Waislamu, tuangalie Waislamu wa zamani. Je, walikuwa dhaifu kama sisi tulivyo dhaifu leo ama walikuwa na iza? Sasa ile iza ambayo ilitoka zama zile imekwenda wapi? Na sisi hii uhuru dhaifu tunauchukua wapi? Kwa sababu hatujaukubali Uislamu. Hatujaukubali Uislamu. Waislamu wa zamani waliweza kupata iza mpaka wafalme wakawaheshimu. Lakini leo anatokea mtu ambaye hata cheo hana anabadilisha Uislamu, anabadilisha Uislamu. Kwa sababu sisi Waislamu hatujafahamu watu wa aina gani. Na mpaka tulifahamu lazima tufahamu ule Uislamu ni nini. Kwa hiyo Uislamu huu umesalimika, hauna dhulma ndani yake. Lakini wajibu. Uislamu huu hauna hawa ndani yake. Kwamba mtu alale amke amrisha watu tu. Mimi nimeoteshwa kwamba kuna jambo kadhaa basi tufanyike watu wote. Nimeoteshwa tunajua mmoja mdawa kwa hiyo yote nimekuja. Nimeoteshwa kwa mjini mshakie ni nyumba. Yaani mtu anakwenda kwa hawa zake na watu wako tayari kusikiliza. Uislamu hii inakamilika, huwezi kulala ukaamka ukaambia umimi kwamba mimi nimeoteshwa na Mwenyezi Mungu, nimeoteshwa na Mtume kwa kufanya kadaka. Kuna mambo ambayo ukioteshwa yanaweza kueleweka. Lakini kuna mengine ambayo ukioteshwa ni michezo. Kwa hiyo mtu ambaye ana akili salim hawezi kuingia kwenye michezo kama hiyo, bali anatafuta ile dini ambayo ni sawa, mambo yake yanakwenda na fikra za binadamu, yanakwenda na mawazo ya binadamu. Ni kwamba jambo hili linalozungumzwa je, linaingia akilini ama haliingia akilini? Kwa sababu hili Uislamu ni dini ambayo inakuja kuwatoa watu katika utumwa wa kuabudu watu, ikawapeleka watu katika utumwa wa kuabudu aliyewaumba watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakuta watu wanaabudu sana. Bali katika historia ya Sayyidina Umar alikuwa na watu watende kumuomba na usafiri mwenye shona njara anamrogoa na sasa Mtume alikuja kuwatoa watu katika utumwa wa kuabudu wanadamu, akawaelekeza katika ibada ya kuabudu aliyewaumba wanadamu, na watu hivyo hawataki. Sasa mimi na wewe tufanye bidii ili tuweze kuwaokoa hawa watu ambao wameangamia, kwa sababu ni jukumu langu mimi na jukumu lako wewe. Lakini hayawezi kutokea kwa maneno, hayawezi kutokea ila tuwe na imani, tuwe na ufahamu wa dini yetu, na tuwe na ikhlasi katika kueleza dini yetu. Kwa sababu naweza kusema jamani, wewe silimoki na kutosikio. Utazungumza, lakini hakuna atakayekusikiliza. Ila kabla hujazungumza utajirekebisha wewe, angalia matatizo yako wewe. Ukiwa sawa, atakayekuona kabla hujamwambia atakwambia mimi nataka kusikia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatembea alikuta yule mama ana mzigo wa kuni kumsaidia katika msafara. Yule mama akawa nasi Mtume ambaye mwanangu na kuona wewe ni kijana mmoja sana. Kwa hiyo kuna kijana ameingia hapa mjini hapa ya wewe mkorofi sana. Atupana nyumba ya watu ana mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo nakuomba mwanangu ukikuta kijana usimfuate usimsikilize kwa sababu hiyo.
huyo mtu ukimuona wafahamu? Ndio mama sema simfahamu wala simjui, nimemsikia na sitaki kumuona kwa macho yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kisha akamwambia kijana kwa kuwa msifu wa kusifia dunia. Yule mama alitetemeka pale pale msikiti. Mtume hakumwambia sikiti, kwa sababu mtume alifahamu Uislamu ni dini ya amani, dini ya upendo, dini ambayo inatakiwa sisi tuifikishe kwa hali zozote, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuleta hapa tuwe na amani katika dunia. Uislamu, ndugu zangu Waislamu, ni dini ambayo ni dini ya Uislamu, dini ya kati na kati, sio dini ya kushuka chini sana, na sio dini ya kuwapandisha wengine zaidi kama tunavyoshuhudia, bali ni dini ya kati na kati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wabtaghu fima ataka Allahu ta'ala wa la tansa nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Hiki kipande cha kwanza, ndugu zangu Waislamu, kinaweza kustahilisha. Hiki kipande cha kwanza kuna masuala ya kiroho ndani yake. Hiki kipande cha kwanza kuna masuala ya kisaidia ndani yake. Hiki kipande cha kwanza kuna masuala ya familia ndani yake. Kipande hiki cha kwanza kuna masuala ya ijtimaia ndani yake. Kwa hiyo wasatia hivi ni kwamba hata ukawa Muislamu hujakataza kutangamana na watu wengine. Akiwa na yeye Muislamu, kila ambaye si Muislamu hafai kukaa naye. Yaani yeye akishaitwa Muislamu, kwamba yeyote ambaye si Muislamu sifai kukaa naye kabisa. Kwa hiyo tuangalie masuala ya umuhimu yanatokea wapi, ya iktisadia, ya fardhia, ijtimaia yanatokea wapi. Nasema wabtaghi fima ataka Allahu ta'ala, tafutia katika kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa na kipepo. Hii ni kwamba mwanadamu anapokuwa katika dunia umewekewa balance, kubalance vitu, kwamba usiandame dunia kuiandama mpaka ukaisahau akhera, na usielekee akhera kuelekea ukaisahau dunia yako. Ni kwamba kuwa na mizani ya kubalance dunia na kubalance akhera. Sasa wewe unapokuwa Muislamu ukasema unapata dunia peke yake, utakosa makubwa kwa akhera. Ukisema mimi nataka akhera peke yake, katika dunia hii wewe utaishi fukara. Kwa hiyo kile ambacho Mwenyezi Mungu anakujalia nacho, basi fanya bidii kutafuta akhera. Masala muhimu. Kwa hiyo Muislamu anaruhusiwa kuzunguka katika dunia kutafuta maisha. Haukwambia kwa Muislamu wewe huruhusiwi kufanya kazi. Tafuta maisha kusanya, ndio sababu. Lakini kazi ambazo unazifanya sio za kilanga ya sheria ambayo umekiwa na mpaka na umekiwa. Kisha kuna wadatansa nasiba katika dunia. Na ikiwa ni kuja akhera pia usisahau fungu lako katika dunia, kwamba Muislamu pia katika dunia una nafasi ya aina yoyote unataka, iwe nafasi ya uongozi, nafasi ya elimu, ya usomi, ya udaktari, unayo nafasi ya aina yote, kwa sababu mwanadamu kuna dharura ya hivi vitu. Kwa hiyo utafuta akhera, lakini kuya dunia usisahau, kwa sababu hiyo ndio mazaa akhera. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, na kama kwa ahsin, fanya wema na uzuri kama ahsana Allahu ilayka, kama Mwenyezi Mungu alivyofanya uzuri. Na hapa Mwenyezi Mungu katika ihsani ameweka tashbihi kwamba ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Sasa niulize, ni yapi ambayo Mwenyezi Mungu amefanyia wema mimi mpaka nifanye wema kama Mwenyezi Mungu alifanya wema? Ungeweza kufikiria ukashuhudia
hiyo ni kwamba ishi na watu vizuri, kwa ahsan kama ahsana Allahu ilayka. Kaa na watu vizuri, zungumza na watu vizuri, waelekeze watu kwa njia nzuri, ahsan kama ahsana Allahu ilayka. Wala takun fasada fil ardh, wala usifanye ufisadi katika ardhi, usiharibu ardhi. Usilamu kutengeneza roho, kwa sababu ufisadi ni mbaya sana. Ufisadi unaweza kuharibu mambo ambayo watu walitengeneza miaka na miaka, na ufisadi ndio ugonjwa kubwa ambao limeenea katika dunia. Lakini Uislamu anakuambia wala tabghi fasada fil ardh, usifanye ufisadi wala usitafute njia ya kufanya ufisadi katika ardhi, kwa sababu inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin, Mwenyezi Mungu hapendi ufisadi, hapendi wenye ufisadi. Kwa hiyo hiyo wasalia ni kwamba uwe na balance na mizani katika maisha yako, katika kila upande unapoishi, madamu uko hai katika dunia. Huo ndio Uislamu. Uislamu si mtu kuvaa na kukaa barazani akasema Mwenyezi Mungu atanimzuku. Unaambiwa madarasa si za dunia. Uislamu ni Uislamu ni akhlaq, ni dini ya tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna bu'ithtu limutammima makarim al-akhlaq, mimi Muhammad nimetumilizwa kwa nyinyi ili niweze kukamilisha kutimiza tabia njema. Tunapata katika kitabu na limutammima makarim al-akhlaq, kwa maana mtu anaweza kuwa na tabia, lakini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukachota tabia. Kuna tabia ambazo mtu anazaliwa nazo na kuna tabia ambazo mtu anazitafuta. Sasa kuwa na tabia ambazo unazaliwa nazo, lakini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukachota. Hata kama unazaliwa na tabia nzuri kiasi gani, lazima Mtume Muhammad atakamilishe tabia zako. Wa innaka la'ala khuluqin. Kwa hiyo innama bu'ithtu limutammima makarim al-akhlaq, huo ndio Uislamu.